Rahim. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kisha tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku nyingine ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa miongoni mwa viumbe ambao wako hai, na Mwenyezi Mungu akatujalia na akatupa neema, akatupa Uislamu. Tunasema alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Na pia Mwenyezi Mungu ametuneemesha akatufikisha katika mwezi wa Ramadhani na tukawa miongoni mwa watu ambao wako katika funga ya saumu. Mwenyezi Mungu tunamuomba akubalie saumu zetu. Tuko katika 10 la pili. Mwenyezi Mungu tunamuomba atufanyie wepesi na tuweze kulimaliza kwa uzuri. Mimi wananiita Salim. Wananiita Eric Mwema. Eric Mwema, asante sana. Mimi Muislamu. Eric Mwema, dini gani? Mkatoliki. Mkatoliki ni dhehebu. Wewe dini gani? Ati? Mimi Muislamu. Ukatoliki ni dhehebu. Wewe dini gani? Wewe dini ndo nini? Yaani wewe Mkristo Muislamu? Mimi Mkristo. Si Mkristo ndio kuna dhehebu ya Katoliki, kuna dhehebu ya SDA, kuna dhehebu ya Finger of God, kuna dhehebu ya Kavonokia. Zote ziko katika nini wanasema wako under Christianity, katika mwavuli wa Ukristo. Swali umesema uko na gani ungependa kutuuliza, manake sisi tuna mengi sana ya kukufunza kuhusu Islam. Mimi sina swali. Asante sana. Mimi na swali moja. Muhammad unamjua? Namsikia tu. Unamsikia kama nani huyu Muhammad? Kama tuseme Muislamu tu. Unamsikia kama Muislamu? Muhammad ni Muislamu, lakini yeye ni nani haswa? Ni mtume? Ni nani? Unasikianga kama nani haswa? Cheo chake yani? Sijui sana, siwezi eleza. Hujajua sana 25:51 Qur'ani. Anataka umuonyeshe ndio aone vizuri, tumfunze kidogo kuhusiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ametumwa kwako wewe. Na kwanza wewe umeniambia Mkatoliki, na mimi zamani nilikuwa Mkatoliki, so kuna vitu viwili vitatu nitataka kujua kutoka kwako. Sikiza inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Mtume anasema lau Mwenyezi Mungu angelitaka angepeleka katika kila mji mwonyaji wao. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Lakini ameletwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Paka wewe mtume wako ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati mtume anakuja anaambiwa aseme nini? Qur'ani 7:158. Muangalia Qur'ani ndio hiyo inasemaje? 7:158 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Sema ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante. Enyi watu, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Kumbe Muhammad ametumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wote. Sasa wakati amekuja na ametumwa kwa ajili ya watu wote, kuna risala ambayo amekuja nayo. Yaani kuna ujumbe ambao amekuja nao kueleza hawa watu wote. Anawaelezaje? Qur'ani 3:102. Yaani risala aliyokuja nao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuwafikishia watu na kueleza hivi 3:102. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Si wewe unaamini? Naam. Asante. Sikiza habari. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Anakuambia umche Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha Mwenyezi Mungu. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Kumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na risala la kuambia watu wamche Mwenyezi Mungu na wasikufe isipokuwa wamekuwa Waislamu. Sasa kinachokuzuia wewe kuwa Muislamu nini haswa? Ndio nataka nikijue kwa sasa. Kwa sababu mtume anatueleza mche Mwenyezi Mungu wala tusikufe isipokuwa tumekuwa Waislamu. Sasa kinachokuzuia, the obstacle ambayo inakuzuia wewe kuwa Muislamu ni gani unaiona? Sijafunzwa kuwa Muislamu. Hujafunzwa kuwa Muislamu. Na Uislamu ndio dini yako. Yaani Uislamu ndio dini ambayo Mwenyezi Mungu amewaletea watu wote na amewapendelea wao Waislamu. Qur'ani 5:3. Muonyeshe. Yaani Mwenyezi Mungu amewapendelea wanadamu wao Waislamu. So wewe kama huko umefunzwa ndio umekuja, tutakufunza kwa leo. Sikiza habari.
Tano tatu al-Karimu. 5 Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Onyesha vizuri. Nasema leo nimekukamilishieni dini yenu. Mungu anasema leo ametukamilishia dini yetu. Na kukutimizieni neema yangu. Na Mungu ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mungu ametupendelea Uislamu uwe ndio dini yetu. So ni dini ambayo Mwenyezi Mungu ametupendelea. Sasa ima wewe useme hutamkubali Mungu na hutakubali pendeleo ambao Mwenyezi Mungu amependelea wanadamu wawe Waislamu. Katika Katoliki mnafunzwa sifa ya Mungu yuko namna gani. Leo mtu akikuuliza Mungu ni nani na yuko namna gani, unaweza mjibu namna gani? Divination ya Mungu, yani Mungu yuko namna gani, mlielezwa kwa namna gani, anafaa kuabudiwa namna gani, meelezwa namna gani? Kwamba Mungu ni muumba wa vyote. Mungu ni muumba wa vyote. Sifa zingine zake hiyo tu. Hebu sikia Qur'ani inatueleza Mungu sifa zake ziko namna gani. 112 anza moja kwanza asikize. Sikiza habari zake za Qur'ani kwa sababu umesema hujafunzwa, acha tukufunze kidogo ndio ukisilimu huo uko wazi kabisa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Kwanza huyu Mungu tunaambiwa ni mmoja. Kul huwa Allahu ahad. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Allahu samad. Yani yeye ndiye anafaa kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kuombwa na kutegemewa. Teremka. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Tena huyu Mungu ambaye tunayemwabudu tunaambiwa ni lam yalid wala miulad. Yani hakuzaa wala hakuzaliwa. Maana yake Mungu hana watoto wala hana mtoto wala hana watoto. Yani kichochote unachokiona kiumbe cha Mwenyezi Mungu na anaumba apendavyo. Malizia ya chini sikia. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Wala hana anayefananishwa na Mungu hata mmoja. Mimi siwezi simama hapa nikasema mimi ni mfano wa Mungu, nitakuwa na kufuru. Kwa sababu hakuna mtu aliyemuona Mungu ndiye aseme mfano wake ni huu. Hapana, yeye aliumba viumbe kwa mfano alioutaka yeye Mungu. Aliumba mbuzi kwa mfano alioutaka yeye Mungu. Aliumba ng'ombe kwa mfano alioutaka yeye Mungu. Aliumba zizimizi zile mnaita nini zote kwa mfano aliotaka Mungu. Unaona Na huyu Mungu tunayemwabudu jina lake nani? 17:110 Qur'an. Sikiza vitu 17:110. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Sikiza tena tunaambiwa huyu Mwenyezi Mungu mkimuomba muombeni kwa jina la Allah. Ndio unasikia kila wakati Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naona kila msikiti utasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa kila wakati. Kwa sababu tumeambiwa muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Na tunamuomba akiwa pamoja na nani? 17:22 hiyo sikiza. Yani hakuna kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Ukimshirikisha Mwenyezi Mungu unakuwa katika watu wa hasara. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Yani usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Usije ukawa mwenye kulaumiwa na mwenye kukosa wa kukunusuru. Usiwe ni mwenye kulaumiwa na ukakosa mwenye kukupa nusura. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yoyote ila yeye tu. Na Mwenyezi Mungu amehukumu ya kwamba msiabudu yoyote isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Allah peke yake. Umeelewa? Naelewa. Na ndio unaona the beauty of Islam. Yani Uislamu una connect na Mola wako. Na nipata vizuri. The beauty of Islam, ukienda msikitini hakuna wanawake na wanaume mtapatana. Kwa nini? Wakati sisi ni binadamu. Binadamu wote wana madhaifu yao. Ukiingia kama ni kanisani unapata dada Jeni yako pale, dada Rusi yuko hapa, lazima wewe ni binadamu utasema mashallah na ule yako hivyo, unaona? Kwa sababu wewe binadamu. Na nipata vizuri Na ndio unaona tukawekewa wepesi, wanawake wanaswali pande yao, wanaume pande yao. Mkitoka huko nje ndio utamuona huko nje. Lakini wakati wa pale ibada kunatakana ushuu katika sala, yani ile concentration. Napata vizuri wanaume pande yao, wanawake pande yao. Na inakuwa ni very
polite. Yani ukiingia katika msikiti hakuna mtu anasimama kupeana hadithi zake. Mimi nilikuwa mwizi, nikakuwa sijui na makahaba sijui nini. Hakuna hiyo story. Ukiingia pale qala Allah qala Rasul, yani mambo ya Mwenyezi Mungu amesema hivi na mtume alisema hivi. Hakuna story ya mtu nilikuwa mvuta bangi, sijui nikapatana na nani, nikaokoka. Hakuna hiyo story. Hiyo ni story, enda ukapigia huko kwa soko. Bara vizuri pale msikitini inakuwa ni sehemu ambao kunataka seriousness. Kwa nini? Kwa sababu unaenda kuongea na Mwenyezi Mungu. Na alhamdulillah katika viongozi ambao walikuwa katika watu wa misikiti nao wakafuata utaratibu mwema. Hakuna kuwaruhusu wanasiasa kwenda kuweka siasa pale kwa msikiti. Kama kwenu wanasiasa akija mnampatia pale mbele, kwanza anapiga siasa zake, anatukana wenzake. Hakuna hiyo katika Uislamu. Mtu akiingia amekuja kufanya ibada, akimaliza atoke aende akafanya shughuli zake huko nje. Inakuwa ni wepesi na watu wanakuwa wanafanya ibada kwa utaratibu. Sio tunakutaka au tunakutakia uwe Muislamu, tunakaribisha katika Uislamu. Asiwezi. Uwezi. Kwa nini uwezi kuwa Muislamu? Hiyo ndio nataka nijue. Kujifunza ngumu. Hakuna kitu kujifunza ngumu. Hivyo ukizaliwa ulikuwa unajua 1 + 1 = 2. Hiyo wakati nilikuwa mdogo. Hakuna masomo ya mdogo na mkubwa. Hata wazee huwa anasoma. Kuna shule ililetwa na Kibaki ilikuwa inaitwa Gumbaru. Kama una habari. Wazee walirudi na wakasoma. Hakuna masomo ngumu. Kila kitu kinatoka kwa moyo. Kwani watu wanaoenda university wanakuwa ni watoto? Zamani university wanaenda wazee, watu wakubwa. Na anasoma, masomo hayana mwisho tena. Pata vizuri. Sasa wewe umeniambia Mkatoliki kwanza, si ndio? Naam. Unasema nasadiki nasadiki kwa Mungu Baba. Ndio hiyo unasadiki sana. Naam. Okay. Pale Katoliki kuna divai? Naam, iko. Ile divai ni juice ama nini ile? Divai ni damu. Ni damu. Kwani ni damu ya nani hiyo divai? Ya Yesu Kristo. Kwani huyu Yesu Kristo alikuwa amemwaga damu container ngapi mpaka leo inakunywa duniani na haijaisha? Yafananishwa. Yafananishwa. Maana yake sio ikibarikiwa inakuwa damu. Ndio najua. Kabla haijabarikiwa inakuwa ni nini? Inakuwa tu ni hiyo imesema. Ni nini? Divai sasa ni nini haswa divai? Nataka nijue. Sije ukatuficha. Ni juice au ni pombe? Divai ni juice au ni pombe? Divai ni divai. Divai ni wine. Wine ni kizungu. Wine kwa Kiswahili inaitwaje? Si ndio hiyo divai. Ukisikia mtu anasema wine kwa Kiswahili kingine atasema pombe. Sasa maana yake nyie mnachukua pombe mnaenda kunywa kwa kanisa badala ya kwenda kuabudu Mungu. Lasha. Si unaona mnaleta shortage ya watu wa baa, watakosa tena pombe. Sasa sikiza divai inaleta madhara gani? 9:20 mwanzo. Sikiza divai ukinywa unakuwa namna gani? Watu wakinywa divai walikuwa wanatendeka kitu gani? 9:20 mwanzo. Hii si damu bana. Sikiza ni nini? Nuhu akaanza kuwa mkulima. Sikiza, Nuhu akaanza kuwa mkulima. Maana yake afama. Akapanda mizabibu. Kumbe divai inatokana na mizabibu. Akapanda mizabibu. Akafanyaje? Akanywa divai. Akalewa. Kumbe mtu yeyote anayekunywa divai anafanyaje? Analewa. Na mtu anayekunywa chang'aa anafanyaje? Analewa. So divai na chang'aa zote ni ni vileo. Sasa Mungu anasemaje? Watu wanafaa kunywa divai 18 Walawi. Mwonyeshe kaka. Ndio nikahama huko nikatoroka. Ati ni damu. Wewe utakunywaje damu tena ya binadamu? Sitakuwa sasa umekuwa vampire. Wewe yani unakunywa damu ya binadamu wenzako, sio ni vampire bana. Wewe nafaa tunakaa mbali na wewe kwa sababu sasa ile ikiisha, si utakunywa hii ya binadamu wengine. Kunywa damu ni makosa. 18 kitabu cha Walawi. Tusikie Mungu anasemaje? 18 Walawi. Kuhusu hiyo divai. Inasema kwenye kuandika. Kisha Bwana kanena na Haruni na kumwambia. Mungu akanena na Haruni. Haruni unamjua wewe? Haruni namjua. Haruni walikuwa na Nabii Musa alayhi salam, sawa Naam. Sikiza Mungu anamwambiaje? Usinywe divai. Kumbe Haruni anaambiwa asikunywe nini? Divai. Lakini nyinyi mkakataa mambo ya Mungu, mnakunywa nini? Divai. So nyinyi mnaenda kinyume na amri ya nani?
ya Mungu. Malizia. Wala kileo chochote. Wala kileo chochote usikunywe. Chang'aa na hizo zingine. Na buzaa, sijui buzaa mnaita buzaa, sijui busaa. Kitu mnaweka kama unga hivi. Alafu unaweka kamurija, wewe unavuruta tu pole pole. Na mwingine akiweka mate, si utavuruta hiyo mate bado. Sikiza habari. Wewe wala wanao pamoja nawe. Hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutania. Hapo mwingiapo katika hema ya kukutania, msijaribu kunywa divai. So divai Mungu amekataza. Sasa nyinyi mnaendelea kunywa. Si unaona mnaenda kinyume na Mungu? Hatunywi, twaonja. Mnaonja. So nyinyi amunyi mnasema mnaonja. Hata kuonja imekatazwa. Nani aliwapa ruhusa ya kuonja pombe kanisani? Mwachane nayo kabisa. Haya, kuna mzee yuko pale Vatican. Mnamuitanga nani? Pope. Kwa Kiswahili kizuri mnamuita nani? Kiswahili sijui, labda. Hujui Kiswahili aje wewe Mkenya? Si mnasemanga baba Wewe ni Mkatoliki kweli? Ule mzee ako pale, si mnamuitanga baba mtakatifu ama sio hivyo mnamuitanga? Bado sijasikia hiyo. Wewe ni Katoliki kweli? Ule Pope anamuita baba mtakatifu. Wewe si Katoliki, wewe ni Katoliki kando. Naona uko na msalaba hapa, lakini naona wewe Katoliki bado kando. Yaani wale wanamuitanga baba mtakatifu, tena makosa. Hawachana huyo ambaye yuko kanisani huyo. Hapo mnaendanga. Wewe unaenda Katoliki gani? Bakita. Huyo anayeongoza mnamuitaje hapo? Baba paroko. Baba wa roho. Baba paroko? Nao. Asante sana. Ako na bibi? Hana. Hana. Hajaoa? Hawezi oa. Hawezi oa. Ati hawezi oa. Kwani yeye sio hana sehemu ya kiume? Ako nayo. Lakini hajaoa? Hajaoa. Mbona Yesu hakuoa? Kwa Yesu utakuja. Yesu binti hakupata wakati huo, akirudi anapata binti. Kwa Yesu utakuja. So ule hana mke? Hana. Hebu tuulize Biblia kama anafaa kukaa hivyo. Si kuna mpaka wale maaskofu sasa? Naam. Kama sasa akipita hapo anaenda askofu. Kuna ule askofu mmoja tulikuwa tunamjua zaidi zamani, alikuwa anaitwa Askofu Mwana Nzeki. Sikiza Biblia inasemaje? 3:1 kitabu cha Timotheo. Baba, tuulize kama anafaa kuwa na bibi ama anapinga tu maandiko. Acha tuone. Yaani mwanaume anakaa tu hivyo hana bibi. Shahawa zake anapeleka wapi? Na anakula vizuri pale. Hebu sikiza 3:1. 3:1 Timotheo wa kwanza kwaje kuandika. Ni neno la kuaminiwa. Tena unaambiwa ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu. Yaani mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Tena ni kazi nzuri ile. Kwa sababu si wananunuliwa mpaka kagari. Ukweli. Kazi nzuri tena anakula vizuri. Sikiza habari. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Kwanza inafaa askofu awe ni mtu ambaye hana skando, mtu asiyelaumika. Mume wa mke mmoja. Tena awe ni mwanaume, lakini awe na nani? Mke. So Katoliki mnapinga Biblia? Tupinge. Rudia, sikia anafaa awe na nini? Mnapinga. Yaani Biblia inasema lazima ule kiongozi awe na mke, lakini nyinyi mnakataa. Sikiza habari. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Mume wa mke mmoja. Awe ni mume, tena awe na mke ngapi? Mmoja. Malizia kwa nini awe hivyo? Mwenye kiasi na busara. Asante. Mtu utaratibu. Mkaribishaji. Asante. Ajuaye mkufundisha. Asante. Si mtu wa kuzoelea ulevi. Kwanza asiwe anakunywa. Lakini yeye umeniambia mnaonja tu. Sasa kuonja, unajua unaweza onja chupa 2, labda ni ya kuonja. Ni makosa, ni ulevi. Malizia. Si mpiga watu. Bali awe mpole. Si mtu wa kujadiliana. Asante. Wala siwe mwenye kupenda fedha. Asante. Mwenye kuishi na watu, mwenye kuisimamia nyumba yake vyema. Sikiza, mwenye kuisimamia nyumba yake vyema. Kwa nini? Ajuaye kutiisha watoto katika ustahifu. Asante. Yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Swali ndio hilo. Unaambiwa mtu ambaye hana familia atawezaje kuchunga nyumba ya Mungu?
Biblia ndio inauliza. Wewe utakuwaje, wewe ni kiongozi pale kwa kanisa na una boma, utawezaje kulitunza hiyo nyumba ya Mungu? Wakati wale ambao unawatunza ni watu wameoa, wanakosana, wakikosana labda wametafuta ushauri wakakosa, wakija kwako wewe utawapatia ushauri gani wakati wewe huna bibi? Hiyo bado hawajanifunza hiyo. Huwezi kufunzwa kwa sababu ukifunzwa utatoka. Hivi wewe mtu hana mifugo, mtu hana mbuzi, ataendaje kesi ya mambo ya mbuzi? Amesomea jinsi ya kufanya hivyo. Sasa utasomeaje kesi ya mbuzi na wewe hujailelea mbuzi ukajua shida ya mbuzi? Experience una. Mtu ambaye amechukua gari ameendesha hii Mombasa Road na mtu ambaye hajaiendesha gari hii Mombasa Road, yeye amekaa tu kwa klasi akaambiwa gari iko na steering hapa, iko na gear hapa. Wewe utaamini nani anajua kuendesha gari? Gari na bibi tofauti hizo. Gari na bibi sio vitu tofauti. Mtu ambaye ameishi na mke na mtu ambaye hajaishi na mke, nani ako na experience ya ndoa? Huyu hadi mwenye hajaishi na mke bado ataona, tunatajua. Ataonaje? Na hajui watu wakiingia nyumbani wanaanza kuongea nini? Yaani wewe unajaribu kutetea kitu ambacho hakuna. Hivi wewe saa hii umeoa, utaenda kutafuta mawaidha kwa mtu ambaye hajaoa kuhusiana na ndoa? Hapana. Labda father pekee. Sasa father utaendaje kutafuta kwake wakati yeye pia hana bibi? Wewe ukimwambia bibi mimi nikienda analala kona ile na mimi nalala kona hii, atakuuliza iko shida gani? Kwa sababu yeye hajaoa, yeye hajui kama anafaa mlale karibu, hajui. Sasa wewe utaombaje mawaidha kwa mtu hana habari? Ukimwambia mlikosana bibi hata anashangaa mnakosanaje kwa sababu yeye hajaioa. Sasa lazima ndio Biblia ikasema mtu ambaye hana familia itawezekanaje awe anatunza nyumba ya Mungu? Wakati yeye kwanza hana familia, kwanza awe na familia ndio ajue namna ya kutunza. Hapa iko hivi, watu wanakosananga hivi, unaweza suruhisha hivi. Awe akona hiyo experience. Yeye hana, yeye ni bachara. Sasa si ndio bachara? Yeye ni bachara. Sasa bachara utaendaje kumuomba mawaidha? Wewe yani umeoa, umekosana na bibi yako. Unaenda kuuliza kijana ambaye ako hapa mtaani hajaioa. Tunamuuliza mtu anafanyangaje wakikosana na bibi? Atakusaidia na nini? Hawezi kwa sababu hajui. Haya tumalize. Ndio naona maswali mengi. Pale kanisani Katoliki, zamani mimi nikiwa huko niliacha kukiwa na sanamu. Wakati nilitoka nikaingia Uislamu, niliacha sanamu. Bado sanamu zimo ama mmetoa siku hizi? Zipo bado. Allah, sanamu zimo? Zipo. Hamjatoa? Hatujatoa. 21 kutoka. Woi, pole. Kumbe mwado mko nazo pale, sikiza. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako. Asante. Nilikutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hebu rudia. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu amekataza watu wasijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Lakini nyinyi wa Katoliki mkaona Mungu hamwezi kufuata amri ya Mungu, nyinyi tunachonga. Na Mungu anasema msifanyeje? Tusichonge, lakini kama ni sanamu inamhusu Mungu haina shida. Sasa hebu tuulize kama ikimhusu Mungu ina shida. Mungu amesemaje? Rudia hapo. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa nini? Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. So Mungu anasema iwe iko juu ama chini usijifanyie sanamu. Lakini nyinyi wa Katoliki mkaona Mungu hatuwezi kukufuata mkafanya sanamu. Lakini si hatuziombi. Mimi sijasema unaziomba. Mungu amekataza usifanye sanamu. Sasa inafaa uziondoe. Na ukiona nyumba ambayo kuna sanamu unaambiwaje 10:14 kitabu cha Wakorinto wa kwanza? Wewe utaenda kuchomwa pamoja na hizo sanamu. Hatuziombi. Wakati wewe naona Mkatoliki kando. Wakati sisi tulikuwa tunaenda unapiga magoti pale kwa sanamu ya Mariamu unaiambia salamu Mariamu uliojaa neema umebarikiwa kuliko wanawake wote, Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi sasa na saa ya kufa kwetu. Ama mfanyangi hivyo? Utafanya hivyo. Alafu si ile sanamu na ikusikii,
bado inakuangalia hivi vyenye ilichongwa tu na fundi. Alafu ikienda ikakatika hiyo mkono, munaita fundi na simiti, anakuja anaweka na simiti yake vizuri na anaweka na waya zake hapo, anapiga kaplasta vizuri, alafu anapiga rangi, alafu anawaambia iko tayari, ingieni muabudu sasa. Yaani fundi anakutengenezea, na unaona na macho anatengeneza kitu na simiti, alafu wewe ukiingia hapo unaanza kukiabudu kile kitu. 10:14 sikia. Kwa ajili ya hayo, kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Unaambiwa ukiona sehemu kuna sanamu ukimbie. Inafaa ukimbie leo. Nitajaribu. Utajaribu usibaki kule kwa misanamu. Pale ukibaki utaenda kuunguzwa. Inafaa umwabudu Mungu, sio misanamu. Sanamu hatari mno. Na umeiweka hapa kwa shingo. Hebu toa nione. Hii inaitwa tasbihi. Hii haina sanamu. Hebu chomoa hiyo nikuonyeshe tofauti na hiyo. Hebu toa hiyo. Toa hiyo. Sio utoe hivyo tu. Haya, kwanza hapa kuna sanamu. Hii ni sanamu ya nani? Mtu nini? Huyu si ndio mnasema Maria mtakatifu huyu? Hii ni sanamu tayari. Hapa hakuna sanamu. Unaona? Hii inaitwa tasbih. Haya, badilisha hii. Maria mtakatifu ndio huyo. Sasa kuja hapa tena. Si unaona hii ni sanamu hii. Hii ni sanamu imechongwa na nini? Na wanachongaga, hii ni kasilva wanachonga na kamoto hivi. Ni moto inachonga vizuri hivi. Hii ni sanamu hii. Na hii picha hii ni imani yako, lakini hii picha sio ukweli, ni uongo. Wakati Mariamu yuko duniani hakuna teknolojia ya picha. Teknolojia ya picha imekuja juzi. Hii ni mfano tu, si lazima iwe picha, ni mfano. Ni mfano, lakini si mfano wa Mariamu, kwa sababu hakuna mtu aliyemuona Mariamu ako sahihi. Kwa sababu wakati huo hakuna teknolojia ya picha. Juzi tu wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna teknolojia ya picha. Na ndio unaona Waislamu hawana picha ya Muhammad hata wameweka kwa msikiti. Hakuna teknolojia ya picha, imekuja juzi. Haikuwako wakati hiyo. So huyu ni mzungu tu ameenda mkapiga picha mnaweka kwa shingo. Na bana vizuri So mambo mengine pia na wewe unafaa unayachunguza na unaangalia. Sasa ukiweka sanamu kwa shingo ni makosa. Sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu akuongoze uwe Muislamu. Nabii Ibrahim alayhi salam aliambia baba yake, nyinyi mnaabudu masanamu ambao hayasikii wala hayaoni. Kwa sababu masanamu yalikuwa yameanza kuabudiwa zamani. Wakati wa Nabii Ibrahim aliwapata baba zake wanaabudu haya masanamu. 14:21 Qur'ani ama 14:26 hapo hivyo Qur'ani. Asikize kisa ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Tukiingia kwa maswali mengine. Sasa Ibrahim 14:26 au 36. 14 sura Ibrahim tara 26 twende 36 niangalilie, ambapo anaongea na baba yake kuhusiana na haya masanamu. Tuanzie 35. Asante. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi na mwenye kurehemu. Naam. Nakumbukeni aliposema Ibrahimu. Nakumbukeni aliposema Ibrahimu. Angalia hapa, masanamu yalianza kuabudiwa zamani. Mola wangu, ujalie mji huu wa Maka uwe na amani. Na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu. Sikiza tena, Ibrahimu anaomba Mwenyezi Mungu amwepushe yeye na watoto wake katika watu ambao wanaabudu masanamu, kwa sababu watu walikuwa wanaabudu masanamu. Telemka. Mola wangu, hakika masanamu hawa, hakika haya masanamu wamepoteza watu wengi. Yaani masanamu yamepoteza watu wengi. Ndio unaona wewe nakwambia pale muondoe hizo sanamu, utaki kuziondoa kwa sababu zile sanamu zimepoteza watu wengi. Malizia. Basi aliyenifuata ni wangu mimi, utamlipa mema kama ulivyotuahidi. Unasikia, hata Ibrahimu alikuwa anaomba Mungu amuondoshe na kuabudu masanamu, kwa sababu masanamu inawapoteza watu wengi mno. Na wakati Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatimilizwa kuwa mtume, anawapata Waarabu pia wakiabudu masanamu. Wamewafanya masanamu ndio miungu, wamemwacha Mungu wa kweli. Na leo sisi alhamdulillah, Mungu ametupa neema, Uislamu akatuongoza, lakini we bado unayang'ang'ania hayo masanamu. Ni vibaya mno. Tena hayo masanamu tunaambiwaje? 115 anza 1 Zaburi. Sanamu zao zina macho asisiki. 15 anza 1 niangalie Zaburi.
za zamani. Hasa labda atukumbushe. 115. 115 anza moja tuone. Nasema. Bwana 115. 4. 115 4. Inasema. Sanamu zao ni fedha na dhahabu. Kwanza angalia, Biblia inasema sanamu zao ni fedha na dhahabu. Wacha sasa hapa mnaweka hizo ni kuna sehemu zingine utapata kama kule Vatican wanaweka sanamu za madhahabu. Kuna muhindi mwingine hapa nao walikuwa wameweka sanamu ya dhahabu. Jamaa wakachungulia wakaona hapana. Haiwezekani mtu anaabudu dhahabu wakati tuna njaa. Ilikuwa hapa Park Road. Kasema haiwezekani hii kitu. Wakapangana wakakuja na ka pick up vizuri usiku, wakachukua ile sanamu wakaweka kwa pick up. Fia wakachomoka nayo kwa sababu dhahabu pesa. Walipochomoka wale wanani wakati wanaamka kuja ati kuabudu ile sanamu wakapata sanamu haiko. Wakakimbia police station hapo. Wakaenda wakapata mwenye OB, yule ofisa ambaye yuko OB. Wakamwambia tumekuja kuripoti. Na ripoti nini? Wakasema Mungu wetu ameibiwa. Ule askari anauliza, Mungu ameibiwa? Mungu ataibiwaje? Wakamwambia bana, hii Mungu yetu wameiba. Sasa anashangaa, watu ni wazimu ama nini? Mtu anawezaje kuiba Mungu aliyeumba mbingu na ardhi? Kumbe wao wanamaanisha ule Mungu wa sanamu. Sasa mpaka askari wanaitana, Kiprangati, hebu kuja usikize hawa, ati Mungu ameibiwa. Kumbe ni Mungu ya sanamu, na mwenye aliiba ameenda amekata kidole, anaenda kuuza hiyo kidole ya Mungu. Anapata pesa kwa sababu dhahabu ni pesa. Ukienda ukipimiwa na ile gramu, tena dhahabu inauzwa na gramu. Wewe unaabudu pesa, watu na wananjaa wanaenda ni. So sanamu sao ni fedha na dhahabu. Malizia hiyo. Inaendelea kusema kazi ya mikono ya wanadamu. Tena ni kazi ya mikono ya wanadamu. Ndio nikakwambia pale ilikuwa ikivunjika mnaita fundi anakuja na simiti anatengeneza. Malizia. Zina vinywa lakini havisemi. Ile sanamu ziko pale Katoliki zinaongeanga? Sikiza. Zina macho lakini hazioni. Tena wameweka sehemu ya macho lakini hazio. Zinaona kiroho. Ati zinaona kiroho. Kwani zina roho? Ile sanamu iko na roho? Ina roho. Ile sanamu inakuanga na roho? Sio mbona itembei? Naamini tu iko na roho. Sasa wewe ni imani ambayo yaani fundi ndio amechukua akaweka simiti. Ameweka roho lini? Huyo fundi aliweka roho lini? Ilibarikiwa tu ikakuwa na roho. Nani alibariki sanamu ikawa na roho? Na ukipata roho inafaa iongee na itembee. Hiyo itembee na iongee. Kwa sababu kama haitembei na iongee haina roho. Malizia. Zina macho lakini hazioni. Zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazisikii harufu. Hata ukienda pale uende haja kubwa, zitasikia hiyo harufu? Zitasikia. Malizia. Mikono lakini hazishiki. Ukienda pale upige kofi, itakuzuia kushika hiyo mkono usipige kofi? Hapana. Malizia. Miguu lakini haziendi. Tangu iwekwe pale na fundi inatembeanga? Hapana. Malizia. Wala hazitoi sauti kwa koo zake. Na ametengeneza koo nzuri lakini hazitoi sauti. Malizia. Wazifanyao. Sasa Mungu anasema yeyote anayefanya sanamu watafanana nazo. Yaani Mungu atakufananisha na sanamu siku ya kiyama. Yaani wewe unafufuliwa, huwezi kuongea, huwezi kutembea, huwezi kuona, unafufuliwa ukiwa kipofu kwa sababu ulikuwa una usurubu na masanamu. So ni vizuri uiachane nayo kabisa. Kaka, nakuhusia kama ndugu yangu katika ubinadamu, achana na masanamu, hayana faida yoyote. Muabudu Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Sawa Na kweli. So karibu sana katika Uislamu. Hakuna membership card, ni free. Karibu brother. Naniita Salim. Obado. Jina kubwa Obado. Hata kuna mwingine anaitwa Obado wa Kabado. Majina makubwa haya. Muislamu Kristo. Wekelea swali tulisikie. Swali yangu ni hivi, kuna maswali. Tuanze moja, tuende ya pili, tuende ya tatu, tuende ya nne, tuende ya tano mpaka ya 9. Swali yangu ni kwa Waislamu. Swali la kwanza ni kwa nini jinsi ya kiuke wanawake hawaingii msikitini? Wanawake wanaingia msikitini 19:16 Qur'ani. Wanawake wanaingia msikitini. Hata saa hii tukienda kuswali tarawih, wanawake wanaenda wanaswali tarawih. Lakini wako na pande ya kwao na sisi pande yetu. Msikiti ni moja. Umewagawanyia, wako pande hii, wanaume pande hii. Lakini wanaenda
wanawake wanaswali msikitini, wanakubaliwa. 19:16 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Namtaja Mariam kitabuni humu. Unamjua Mariamu? Ni mwanamke si mwanamke? Mwanamke. Sikiza sasa. Alipojitenga na jamaa zake, akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Akaweka pazia kujikinga nao. Alipoingia msikitini, ukipata msikiti haujagawanywa na mawe, huwa unawekwa pasia, wanawake wanakuwa pande hii, wanaume pande hii. So yeye alipata, wao ilikuwa ni pasia, ndiye akaweka pasia kujikinga nao. Kujikinga na nani? Na wanaume. Wanaume wanakuwa pande yao na wanawake pande yao. Wanawake wa Kiislamu wanaingia msikitini ruksa kabisa. Ni vile nilizaona. Sasa hujaona utakuja kuona ukiwa Muislamu, utaona wanaingia tena vizuri ruksa kabisa. Na mwanamke pia anaweza kuwa sheikh kama sheikh, yani sheikh. Wanawake wanakuwa maustadha. Maustadha maana yake walimu, wanafundisha watoto na wanafundisha wanawake wenzao, wanaruhusiwa. Lakini yeye kuwa ati ndio kiongozi pale msikitini, imamu, haiwezekani, kwa sababu kuna wanaume na wanaume ndio wamefanywa kuwa walinzi wa wanawake. So wanaume wakiingia ndio wana take over kila kitu, wanawake wanatulia, kwa sababu wanaume ndio kichwa ya kila kitu pale. Mungu ameweka hivi, pata vizuri wao wanakuwa maustadha, wanafundisha watoto nini, Qur'ani nini, wanafundisha nini, ndio hivyo. Lakini kiingia pale kuna imamu ambao ni mwanaume, ndio anakuwa ndio kiongozi, kwa sababu Mwenyezi Mungu asaweka wanaume ndio viongozi wa wanawake. Swali yangu ni nyingine tena. Hizi mavazi ngoja, kwani nyinyi kanisani wanawake wanaruhusiwa kuhubiri pale, ama wawe viongozi au watawale wanaume wanakubaliwa kanisani? Mimi ni Mkatoliki. Wewe ni Mkatoliki? Katoliki hawakubaliwi. Hakubaliwi. Lakini Katoliki nao mna wale masista mnaweka pale bure, wasichana wenyewe maskini ya Mungu, watu wamebaleke, lakini hamtaki waolewe, wanakaa tu pale. Yani wale nao wanakuwa namna gani wale masista? Msaidizi kwa padri. Msaidizi wa padri anamsaidia kazi gani? Kwa sababu kazi nyingi za kusaidia, kwa sababu yeye ni mwanamke na padri mwanaume, na padri haoi, si ndio? Na huyu sister haolewi, si ndio? Sasa wewe unaonaje ukilete sister yako kwangu awe ananisaidia na mimi sijaoa? Sister yako yani umlete kwangu awe ananisaidia na yeye hajaolewa na mimi sijaoa, alafu ananisaidia. Na anakaa huko si wako na quotas kule. Si atanisaidia kila kitu basi. Kitu jua binadamu ni binadamu. Binadamu ndio nakwambia. Hatuwezi kataa. Sasa wewe ndio umekuja kwa pointi. Kwa sababu sote binadamu. Unajua shida yenu wa Kristo, huwa mwajifanya wengine wenyu mnafanya kama nyinyi malaika, yani ati hamuhisi, yani hamna hisia yani. Sisi wote binadamu, hata huyo sister binadamu. Akila chakula mwili wake unachangamuka, hako na kitu inaitwa hormone. Zile hormone zake zinainuka. Shahawa atapeleka wapi? Na ule mwanaume hata awe father, hata awe anaenda mbele ya Mungu mara ngapi, ako na ile sehemu za kiume zake bado anapata joto kwa mwili, alafu anaona binti ndio huyu na sio sister yake amezaa. Hapana, ni sister wa mtu mwingine, na amekuja hapa amtumikie, si atamtumikia kazi zote? Ndio. Sasa nasemanga si tushapeleka huko, Mungu ndiye anastaki na anajua, sisi hatujui yanaendelea huko. Ndio nikakwambia sasa, wewe ukiniletea sister yako na usistaki na mimi sijaoa na yeye hajaolewa, tunakaa tu na yeye, si ustaki wewe, si mwisho utaona mambo yanaanza kuharibika. Hizo tumeachia Mungu sasa. Hiyo unaachia Mungu lakini unajua iwezi kaa hivyo, lazima kutakuwa na nini. Tena watu ukisikia watu wanazuia watu wasioe, kama father haoi anafanya makosa. 4:1 Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana 4:1 kama sijakosea. Roho anena waziwazi, siku za mwisho watotokea wengi. Ni waraka wa kwanza 4:1, waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Wapenzi, msiamini kila roho. Asante. Bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu manabii uongo wengi wametokea duniani. Asante. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili na Mungu. Ni hiyo kweli? Bora inatoka ni Petro ama ni Yohana? 4:1.
Haya imenitoka kabisa. Sasa ni haya huna roho zidanganyazo na zinazuia watu kuoa. Niangalilie Timotheo 4:1. Timotheo wa pili wa kwanza. Nini yangu inaenda ikierezi kidogo. Inakuja tu nione 4:1. Inakuanga 4:1 ndio vyenye inanitoka kidogo tu. Za zamani hizo. Basi 4:1. Timotheo. Basi 4:1. Roho nena wasiwasi. Basi ndio hiyo. Ya kwamba nyakati za mwisho, sikiliza, nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Watu wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo. Tena wanasikiza roho ambazo zinadanganya na mafundisho ya mashetani. Na kuna mafundisho ya mashetani. Haya mafundisho ya mashetani ni magani? Malizia. Kwa unafiki wa watu wasema uongo. Wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Asante. Na wakiwazuia watu wasioe. Asante. Mafundisho ya mashetani ni ya kuwazuia watu wasifanyeje? Wasioe. Na ndio unaona Father anaambiwa asifanyeje? Father ni mteule. Ameteuliwa na nani? Father ni mteule. Aliteuliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wapi andiko Father ameteuliwa na Mungu? Father ameteuliwa na Mungu wapi? Na ni mtu tu amekuja tu hapa amenini. Tunaambiwa manabii wenyewe. Tuje kwa manabii ambao kwanza walikuwa wakiongea na Mungu wengine wanaongea na Mungu hapa kwa hapa kama Nabii Musa alayhi salam. Ukienda kwa Musa alikuwa ameoa? Nikuelezea kitu moja. Kabla hujanielezea nataka tumalize hiyo utanielezea. Musa alikuwa ameoa? Alikuwa ameoa. Ibrahimu ambaye ni rafiki wa Mungu alikuwa ameoa? Alikuwa ameoa. Sasa Father mwenyewe hata hajaongea na Mungu atakuaje ati yeye ndiye ameteuliwa asioe? Bro, uone hiyo ana nini watu? Sasa turudi kwa mada yetu na swali zako ulikuwa unaendelea. Nilikuwa nimekuuliza moja tu. Kwani katika Biblia wanawake wanaruhusiwa kuhubiri au kuongoza? Biblia kuna wanaruhusiwa. Wanaruhusiwa. So pale tuko na Father, kuna wasaiona Father mwanamke? Ndio maana aitwa Father. Hakuna mwanamke anaweza aitwa Father. Je, pale kwa Katoliki usaiona yeyote anaongoza misa akiwa mwanamke? Siku hizi wanaongoza. Unajua mimi zamani nikiwa huko sikuona. Siku hizi wanaongoza. Kwa parokia mwanamke. Dakika moja. Weka hiyo swali lingine. Swali lingine ni nimesikia Waislamu kitambukwe mkubwa yani kama sheikh lazima kuwe na wanawake wanne kwa na harusi wote. Ni ukweli ama? Umesikia tu. Alisikia kama unataka kuwa sheikh katika Uislamu lazima uwe na wanawake wanne. Wote nini? Ufanye na harusi. Wote wanne ufanye nao harusi. Hiyo kwanza ni uongo. Hiyo ni uongo. Hakuna mahali imesema ati ukitaka kuwa sheikh qualifications za kuwa wewe ni alim au msomi ni kusoma. Hizo ndio qualification. Yaani wewe umeenda shule ukasoma, umesoma yani shule ya kidini. Pata vizuri yani wewe umetakariji. Yani umeenda umesoma, wewe ndio unakuwa ndio kiongozi kwa sababu ya elimu yako. Haupimwi na wanawake ambao uko nao. Hapana. Tena kuoa wanawake wawili au watatu au wanne sio kitu kimelazimishwa, hapana. Ni kama utakuwa na uwezo na inakupelekea kama pia una uwezo wote wa kinguvu, yani wewe unaweza mambo ile ingine ya kuwashughulikia na kuwashughulikia chakula, kimavazi, mambo mengi sana. Na nipata vizuri So hiyo hakuna kitu kama hiyo. Mwenye alikuambia alikudanganya. Haya. Kuna siku nilisikia ukisema hapa ati Mfalme Suleimani alikuwa Muislamu. Suleimani alayhi salamu alikuwa ni Muislamu. Muislamu kabisa ule, wala hatuna wasiwasi naye, alikuwa ni Muislamu ndugu yetu. Sasa mimi kivu yangu nakataa. Unakataa. Alikuwa dini gani Suleimani? Alikuwa Mkristo. Alikuwa Mkristo. Asante sana. Kuna maybe sehemu yote inaandikwa Suleimani alikuwa Mkristo, kwa sababu Kristo tunajua umekuja nyuma kabisa. Watu wanasema ni wafuasi wa Yesu. Si Mkristo, Myahudi. Alikuwa Myahudi. Myahudi kabila au alikuwa ni dini? Kidini na kabila. Kidini. Sehemu gani hiyo tunaweza labda saidiana pia nasi tukasoma? Mimi kulingana na maoni yangu
Wayahudi walikuwa na ni kama walikuwa wanafuata ukoo ya baba yao, si ndio? Ya baba. Na baba ya Suleiman alikuwa Daudi. Daudi alikuwa ni Muislamu ndugu yetu pia. Alhamdulillah, tunashukuru. Kwa ndugu yetu pia. Manabii wote walikuwa Waislamu. Daudi alikuwa Muislamu, Suleimani alikuwa Muislamu, ukija kwa Nuhu alikuwa Muislamu, ambao mnamuita Noa. Ibrahimu alikuwa Muislamu, Musa alikuwa Muislamu, Ismaili na Isaka walikuwa Waislamu wote wawili. Yakobo alikuwa Muislamu ambaye ni mjukuu wa Nabii Ibrahimu alayhi salam, alikuwa Muislamu. Hakuna nabii aliyekuwa dini nyingine kando. Mungu ni mmoja, kawapatia dini moja. Wanadamu wamekuja juzi ndio wameanza kujigawanya vikundi wakaweka madini zao. Lakini dini ilikuwa moja, al-Islam. Hata wewe ulikuwa Muislamu, ukachukuliwa na wazazi wako akaenda ukabatizwa, na ndio unaona unabatizwa ukiwa mtoto mdogo ili utolewe katika Uislamu, kwa sababu mtoto mdogo amefanya dhambi gani? Unatolewa. Ndio maana Wakatoliki wanaweza kusaliwa wakabatiza mpaka mtoto wa siku moja ili anajaribu kutolewa katika Uislamu. Sasa mtoto wa siku moja, siku mbili, mwezi moja, mwaka mbili, mwaka tatu, anakosa gani? Anajua makosa nini mtoto? Hata Yesu alisema waleteni watoto waje mbele yangu, maana hawana midhambi hawa. Wale walikuwa Waislamu. Suleimani alikuwa Muislamu, ndugu yetu, na kuna ndugu yetu mwingine anaitwa Daudi alayhi salam, Muislamu, na kuna ndugu yetu anaitwa Yesu, ni Muislamu pia. Ndugu anaitwa Yesu ni Muislamu, ndugu yetu. Shekhe tena msikitini, tena imamu. Na tunampenda kwa ajili ya Allah. Na kuna ndugu yetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote hawa Waislamu ndugu zetu. Haya. Haka Waislamu wote ndugu. Ndio uzuri wa Uislamu. Haijalishi kama wewe Mjaluo, haijalishi kama wewe Mkamba, haijalishi kama wewe Kikuyu, Mtanzania, wapi. Yaani maadamu wewe ni Muislamu, umetamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah katika umma huu, wewe ndugu yetu. Na wale wa zamani walikuwa wanatamka kulingana na ile generation wako. Nabii ambao yuko wote Waislamu. Iwezekani Mungu akalete nabii akuje na dini hii, alete mwingine akuje na dini hii, Mungu atakuwa na confuse watu. Mungu ameleta manabii wote na dini moja. Binadamu kwa ajili ya kupenda tumbo zao ndio wameanza kufungua mambo zao ili wapate mbili tatu. Lakini dini moja, al-Islam. Haya, kuna siku pia ulisema hapa ati Yesu atarudi duniani mpaka aowe. So swali yangu ni Muhammad pia atarudi duniani aowe? Mtume alioa, sasa atarudi kuoa ya nini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam alioa, sasa arudi kuoa. Yesu ndio hakuoa, ndio anarudi ndio apate binti. Sasa Muhammad kaoa Khadija, ameoa hako na wake pale, ameoa mashallah. Akazaa. Alikuwa na watoto 7. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watoto 7, alikuwa na vijana 3 na alikuwa na wasichana 4. Na baada vizuri vijana alikuwa na kijana anaitwa Kasim, alikuwa na Abdullahi na alikuwa na Ibrahim. Watoto wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaona alikuwa na watoto 7. Alhamdulillah, Mungu kamjalia. Mwenyezi Mungu umruzuku amtakaye. Lakini Nabii Isa ibn Maryam hakupata binti, hakuoa. Sasa akirudi anaoa. Sasa mbona mnamuonea wivu huyu mtoto wa Maryam akioa? Na nyie si mnapenda kuoa? Sawa. Sasa yeye akirudi anaoa kwa sababu hakupata chance ya kuoa. Watu walitaka kumuua, Mungu akamnusuru. Sasa ataoa duniani ama ataoa na? Ataoa hapa duniani. Kwani nyinyi mnawanga huko mbinguni? Hapa ataoa hapa. Haya, sasa nataka ufafanuzi zingine hapa. Yaani muuliza wa Kristo imewashinda kupata. Yaani uliuliza wa Kristo akakosa kupata. Leta hiyo. Kuna mfuasi wa Yesu mmoja alikuwa anaitwa Judas Iscariot. Na kulingana na nisoma kitabu kingine, alisema alikuwa kama shetani. Sasa hapo kwa naeleza vizuri mara alitoka bila alikuja akapatana na Yesu pia. Nitashukuru hapo juu nijue kweli alikuwa nani sana. Sijui kwa sababu katika Biblia vitu kama hivyo hawakuweka. Biblia wanakupeanga vitu juu. Hata watu waandishi wakina Mathayo, Luka unapewa juu, hata wajulikani walitoka wapi, wazazi wao ni nani hawajulikani. Paulo mwenyewe hajulikani. Wakristo wengi wanamwamini Paulo, wanamfuata, hawamjui. Wewe unajua mama ya Paulo? Baba ya Paulo? Simjui. Alafu Paulo hata yeye hajulikani. So Biblia waliweka vitu nusu. Hajulikani. Tena kwa taarifa yako, Yuda katika Biblia wanasema hakuwa shetani, aliingiwa na shetani. Lakini Yesu anasema katika wanafunzi wake kuna mmoja ni shetani.
So wachana na Yuda, kuna mwingine alikuwa ndio shetani. Yuda ni kuingiwa, aliingiwa na shetani, manake hakuwa shetani. So Biblia imepeana story nusu nusu. Haipeani story ukaijua vizuri ilitokea wapi, ikaanza wapi, ikafika wapi, hakuna. Ndio kazi ya Biblia, inapeana nusu nusu kwa sababu ni kitabu kilichokaliwa na watu chini, wakakirekebisha namna walivyotaka wao na wakakileta ili kiwakolonize wa Afrika. Ndio unaona wazungu saa hii wasaachana na Biblia wanakuwa Waislamu. Kuna mji mmoja nimeelezwa Britain saa hii nimeelezwa na Muislamu mmoja anaishi huko, ameniambia hapa Britain watu wanasilimu au wazungu kama maji. Yaani Uislamu hapa ndio baada ya miaka ingine 5 Uislamu ndio inaongoza Britain. Kwa sababu wazungu wana kitu moja, wanapoona kitu kinapigwa sana wanachukua vitabu wanakisoma kile kitu. Sio kama Waafrika. Mwafrika ukimwambia Yesu anatenda kila kitu, sema haleluya, enda uuze kuku yako, uuze ng'ombe yako, uniletee hiyo pesa, Yesu atatenda kila, ataleta Mwafrika. Lakini mzungu ukimwambia atajikuna kichwa, anakuuliza hivi, wewe niuze mbuzi yangu, niuze kuku yangu nikuletee wewe? Alafu kwani mimi nitakuwa nikifanya kazi gani? Unaona? So unaambiwa Britain watu huko wamesilimu kusilimu. Yaani wazungu na sio Britain peke yake. Uingereza unaambiwa wakati hii ya Ramadhani ikifika magharibi watu wanaadhiniwa kwenda kufuturu, unapata mji imekuwa wazi kabisa, watu wengi wazungu wanaenda wamesilimu, alhamdulillah. Kwa sababu Uislamu ni kama, yani sijui utafananisha na nini, ni kama miti ukiipanda tu inamea na inatoa ingine na nini na nini, matunda yanajaa. Leo katika nchi ya Kenya, na dawa haifanyiki Kenya, dawa kidogo sana nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya sasa unaambiwa ikifanywa sensa ya Waislamu na Wakristo, Waislamu wamepanda kwa kasi mno nchi ya Kenya. Hii nchi ya Kenya hii. Maanake watu wanasilimu usiku na mchana nchi ya Kenya. Kwa sababu watu ile generation tuko nayo ni generation ya watu wasomi. Wanaingia wanaambiwa Uislamu ni terrorism nini, wanaingia wanafanya research zao, wanaona hapana, hii ndio ukweli. Wanakuja wanasilimu. Wakienda kanisani pale wanaambiwa sijui wewe ukitaka gari wewe unatakana uombewe, wewe ukitaka shamba uombewe, lakini mchungaji akitaka gari achangiwe, akitaka shamba achangiwe. Wanapiga hesabu, wanaona hapa ingiani. Wanaona mbona sisi tukitaka kitu tunaombewa, mbona mchungaji akitaka aombewi? Ama maombi yake haiwezi fika, lazima yeye achangiwe. Wanapiga hesabu, wanaona hapa hakuna, wanagura. Hata wewe utaenda kufungua kanisani utajipata ukiwa peke yako, watu wa silimu. Haya, kitu kama mwezi ina maana gani kwa Waislamu? Mwezi? Mwezi iko na maana hii 39:41 Qur'an. Mwezi iko na maana yake. 39. 41. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sisi tumekuteremsha kitabu hiki kwa ajili ya 37. Hebu niangalia 37. Hapo 37. 39 41. Niangalilie 39 37 41 37 37. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na katika alama za uungu wake Mwenyezi Mungu, na katika alama za uungu wake Mwenyezi Mungu ni huku kupatikana usiku na mchana. Ni kupatikana usiku na mchana. Unajua miujiza Mungu kaumba. Na jua na mwezi. Na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua wala mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba. So jua na mwezi tunaambiwa ni katika alama za kukujulisha uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Unaziona zimo. Sasa hata nini? Sasa alimwabudu mwezi. Tumeambiwa aje, malizia hapo asikie. Na katika alama za uungu wake Mwenyezi Mungu ni huku kupatikana usiku na mchana, na jua na mwezi. Basi msilisujudie jua, maana yake msiliabudu jua, wala msilisujudie mwezi, bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba. Tunaambiwa tumwabudu Mungu aliyeviumba, sio jua na mwezi. Ukiabudu jua unaenda motoni, ukiabudu mwezi unaenda motoni. Na kwani basi mwezi waka pale jua msikiti hapo? Ni alama, si umeambiwa ni alama za uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Tutakaje kitu mwenye mwezi yaomba? Kwani ile mawe tumeweka pale tunaomba, si tumejenga msikiti na mawe na mabati? Sawa, ni hizo tu. Ni hizo tu.
Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Mantis. Mantis. Dandali Mantis. Unajua kuna zile sijui anasema Dandali Mantis sijui nini. We. Asante. Mkristo au Muislamu? Mkristo. Wekelea swali tulisikie. Swali langu ni kwamba siku nyingine hapa nilisikia ukisema Uislamu ni njia ya Mola wako iliyonyooka, si ndio? 6:26 Qur'an. Mbona tuandike na mate wakati wino umo? 6:26 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Angalia na macho yako. Na dini hii ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Ndio hiyo, sio mimi nilisema, nimenukuu, ni aya ya Qur'ani inasema, na ndio haki. Ulitoa andiko hilo. Sasa mimi sikukataa, sikupingana. Na ulifanya vizuri. Njia iliyonyafanyaje? Kwako sasa iliyonyooka. Sio kwangu, imeandikwa iliyonyooka. Haya, sasa kwangu na mimi nataka nikutolea andiko kwamba hebu nisomee kwanza. Hiyo ni salamu kwanza. Nisomee Ayubu 11:2. Ayubu 11:2. Haya. 11. Ayubu 11:2. Inasema, je, majivuno yako yawanyamazishe watu wawe kimya? Nawe hapo ufanyapo dhihaka, je, hapana mtu atake kutayarisha? Mpaka hapo? Yes. Sasa wewe niliona wewe ni umejaa maneno lakini si neno. Sasa leo nataka nikupe neno. Sijakuelewa vizuri. Nimejaa maneno gani? Mimi maneno yangu hata machache. Maneno yako mingi. Mimi sina maneno mingi, maneno yangu kidogo. Wewe ndio hata naona uko na maneno mingi. Sina maneno, na mimi nataka kukupea neno. Acha tupe neno basi. Sasa hebu rudia kwanza. Hebu rudia nisikie. 11. Linasema, je, huu wingi wa maneno usijibiwe? Huu wingi wa maneno usijibiwe, sijui nani ana maneno mingi. Inaonekana wewe ni mtu wa maneno mingi. Na mtu aliyejaa maneno. Na mtu aliyejaa maneno, je, hahesabiwi kuwa na haki? Hahesabiwi kuwa na haki. Mpaka hapo. Nani aliyejaa maneno? Maana sijampata huyo. Wewe umejaa maneno. Sasa maneno gani nimeongea? Hata sijafikisha maneno hata 200 kuongea tangu ukuje hapa. Nimekusalimia ukaniuliza swali nikakujibu na andiko. Sasa wewe, hii Uislamu ni njia ya Mola wako iliyonyooka. Hivyo ndivyo unaamini. Lakini mimi pia Ukristo ni njia. Nitolee wapi Ukristo ni njia? Haya. Hebu ni toa andiko. Ukisoma 1 John verse 4. Ukristo ni njia. Kipatikana sihubiri hapa leo. Moja ngapi? 1 John 4 verse 4. Nene. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu. Nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Hao ni wa dunia, na hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Sisi tutokana na Mungu. Yeye amjue Mungu hatusikia, yeye asitokana na Mungu hatusikii. Katika hili tumjua roho wa kweli na roho ya upotevu. Sasa mtu akiwa na roho wa Kristo anakuwa Mkristo. Isiwe ile andiko ulitoa ni wewe umekujikusudia. Yaani uko na maneno mingi ambayo hayana maana. Wewe umetuambia hivi na tumerekodi. Ukristo pia ni njia. Mimi nikanyamaza, nione andiko imeandikwa Ukristo ni njia, ili tuonekane sisi tuna maneno mingi tena ya uongo. Ili wewe usiwe muongo, tutolee wapi Ukristo ni njia. Isiwe una maneno mengi ambayo ndio ile ulisoma katika Mhubiri. Sasa wapi Ukristo ni njia? Wacha elaborate mambo yako ya kichwa. Hao ndio anaitwa maneno mengi. Kwa sababu hii uliyosoma haijasema Ukristo njia. Marko 4:41. Ikisema hii tuachane nayo kumbe. Ikisema tu Ukristo ni njia, usimame hapo. Sawa. Hata usiende mbali. 9:41. 9:41. Kama nyinyi ni Wakristo. 9:41 inasema, kwa kuwa yote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa
Kristo. Sasa umesikia sasa. Kaka, tumerekodi hapa, hata Wakristo wanakusubiri. Wewe umetuambia, nimekutolea andiko inasema Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Ukasema hata Ukristo ni njia ya Mola wako iliyonyoka. Sasa sisi tunasubiri ututolee andiko inasema Ukristo ni njia. Tutauliza kama watu ni watu wa Kristo. Hapana, wapi Ukristo ni njia? Kristo. Sasa isije ile andiko ulitoa inarudi kwako mtu mwenye maneno mingi ambayo hayana msingi, kwa sababu wewe umetueleza Ukristo ni njia. Nikatulia in a humble way, nisomee katika Biblia Ukristo njia, na ni wewe umeyaleta, sio mie. Nipatie kwa mfano 6:26 Qur'an, maana hiyo ndio ilikuuma. 6:26 Qur'an. Sasa wewe Muislamu tu, wewe kwa nini unakubali? 6:26 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Safiri. Na hii dini ya Uislamu, sikiza, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Basi na wewe ukaniambia hata Ukristo ni njia ya Mungu. Sasa mimi natafuta unipe andiko moja iseme Ukristo njia ya Mungu. Sihubiri hapa tena na nitakuwa muongo. Lete hiyo andiko. Ama upigie mchungaji, ama upigie papa, ama upigie ule akoromu akupe. Lete hiyo andiko. Sasa mimi nilikuwa nakufafanulia. Sawa. So hiyo andiko hakuna. Andiko iko. Tupatie. Sisi mbona tuandike na mate wakati wino huko? Tupe hiyo andiko. John 14:6. Yohana 14:6 iseme tu Ukristo ni njia. Wewe usimame hapo. Kwa Marko tena tuache. Kwa Marko tumeacha tena. John ngapi? John amesema 14:6. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Iseme tu Ukristo ni njia. Usimame hapo. Nasimamia hapo mwalimu. Inasema 4:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa umesikia? Huyu ni Yesu anasema, wewe umesema Ukristo. Ukristo na Yesu vitu mbili tofauti. Sasa acha nikujibu. Ukristo na Yesu si vitu tofauti. Ukristo ni nini? Yesu ni nini? Yesu ndiye Kristo. Sawa. Sijauliza Kristo. Ukristo ni nini? Ukristo ni nini? Ukristo, define the word Christianity. What is Christianity? Ukristo kwa Kiswahili si ni dini? Ni dini. Waandiko wapi Ukristo ni dini? Andiko hilo nitakuletea. So hiyo utaniletea. So haiko sahihi. Haya, asante sana, umefanya vizuri. Haya, lete swali hiyo ingine sasa. Sasa umekubali ni njia bado? Na nini njia? Mimi nimekubali Ukristo ni njia. Hakuna mahali imesema Ukristo ni njia. Umeniambia utaniletea kesho kama Ukristo ni dini au kama ni njia utaleta kesho. Hiyo tutasubiri kesho. Mbona hatuna kifua? Wewe umesema haimo, hatuwezi kukusukuma kwa ukuta. Hilo tunaliacha kiporo. Hilo tunaliacha kiporo. Yaani utulie tu. Wewe lete sasa ile ingine. Mbona si tumetulia? Usione mwenye ile maneno mengi uliyosema. Haya, Uislamu ni dini ya nani? Uislamu ni dini ya nani? Uko na kitabu inaitwa nini? Yaani uko na African Bible? Sisi hatuna African Bible. Sasa itakuwaje sasa? Sasa itakuwaje na wewe ndio na ungekuja nayo? Wewe si ndio Mkristo? Mbona hamjabeba hiyo? Kumbe kuna Biblia ya Waafrika. African Bible. Hiyo ni ya Waafrika na kuna ya wazungu. Sasa hiyo African Bible nilikuwa nataka kujibu. Ndio nauliza hivi, kwanza hapo ndio unielezee. Maana tuko na hii King James version ya Kiswahili. So kuna Biblia ambayo ni ya Kiafrika ambayo Waafrika wanafaa wawe wanaisoma, si ndio? So hii wafai kusoma hii nyingine. Zote wanafaa kusoma. Sasa mbona hii haina maneno ambayo iko na hiyo ya Kiafrika? Sasa hapo mimi sijui. Kumbe hata wewe mwenyewe hujui. Na unafuata Biblia ambayo hujui. Maana yake kutakuja hata Biblia ya Kenya. Kama kuna ya Kiafrika hata ya Kenya, ama itakuja ya East Africa, Biblia ya East Africa. Haya. Sasa Uislamu umeuliza Uislamu ni dini ya nani ama umeulizaje? Hapo si umeshanijibu. Sasa Uislamu ulianzishwa na nani? Uislamu ulianzishwa na nani? Kuanzishwa Uislamu umeanzishwa na Mwenyezi Mungu. Ndiye amempatia Nabii Adam alayhi salam.
na yeye ndiye ametuita Waislamu. 22:78 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mbona tuandike na mate wakati wino upo? Yaani vijana kama hao ndio wazuri hawa. Tena sana hao. Naipigania dunia Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umwelio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Na katika hii Qur'ani mmeitwa jina hilo. So aliyetuita Waislamu ni Mungu. Qur'ani 2:200 Qur'ani 2:138. Yani wewe ukiuliza atuandikii kwa mate bana. Yani Mungu mwenyewe ndio katuita sisi Waislamu tangu zamani, maana yake ndio kaanzisha. Sikiza 138. 138. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Sikiza, kwanza Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba, maana yake ndio mwanzilishi katuanzishia sisi. Kuweni na nyinyi Waislamu. Na Mungu anatuambia tukue na sisi Waislamu. Alhamdulillah kwa neema ya Uislamu. Sasa hapo napingana. Niulize kwa nini? Kupinga wewe huna tatizo kupinga, maana yake lazima kutakuwa na wapingaji. Kuna kitabu kingine iko na Qur'ani isipokuwa hii. Iko wapi kitabu? Hakuna kitabu kingine iko na Qur'ani kuliko hii, la ungelete hiyo kitabu. Hii ndio kitabu ya Qur'ani, iko na sura 14. Mbona Uislamu juzuu 30 kwa sababu Uislamu ambao tuko nao saa hii sisi ni umma wa mwisho, na kitabu chetu Qur'ani. Ile ingine Uislamu ulikuwa katika vitabu vyote, ulikuwa katika Taurati, ulikuwa katika Zaburi na ulikuwa katika Injili, na hatuna hizo. Sasa na je, kwa mbona Ukristo hauko hata kwa Biblia? Hata kwa gazeti hakuna Ukristo? Huko kwa Biblia. Wapi Ukristo? Nikutolea andiko. Ukristo huko katika Biblia. Ukristo. Acha kwanza nimalizane na hii Qur'an ndio niende. Sawa. Sasa hii Qur'an nilikubali ni njia. Sawa. Qur'ani haijasema ni njia. Qur'ani ni huda linas, ni muongozo. Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Mbona usije ukachanganyikiwa? Uislamu ni njia. Sawa. Si ya Mola wetu iliyonyoka. Ninakataa. Hakuna shida, hata Ibilisi alikataa. Uislamu ni njia ya mauti. Hebu nitolea Qur'ani 19:71. 19:71 Qur'an. Safiri katika hizo nyanja. Njia zijakataa. Yaani njia inayonyoka. Ndio tunataka tuone 19:71 Qur'an, sura Maryam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Samahani mwalimu. 19 suratul Maryam. 71. Aya nzuri mno hilo. Yaani kaka ataielewa vizuri mno. Na wala hakuna yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Asante. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Asante. Kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu. Asante. Na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Hoja iko wapi? Sasa imeeleza, si unifafanulie. Umesikia? Hebu rudia. Rudia pole. Wala hakuna yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Asante. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Asante. Kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Sasa hiyo njia sinawapeleka jehanamu ama imesemaje? Hapa hakuna mahali imesema njia ya Uislamu, hapana. Rudia usikie. Wala hakuna yeyote katika nyinyi. Wala hakuna yeyote katika nyinyi. Ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Asante. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Asante. Kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Ingia fafanuzi yake. Ufafanuzi. Ya 71. Angalia hapa sasa, usije ukatafuta kwingine. Wanaokwenda peponi ambao ni Waislamu wanajulikana, wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni. Na wanaokwenda motoni wote wanapita njia moja. Ndio unaona watu wa motoni wanakufa, watu wa peponi wanakufa. Tunazikwa na wengine wanazikwa, na tukifufuliwa tunatoka makaburini wote, na tukienda peponi njia ni moja, itakuwa ni hiyo. Sikiza habari.
halafu wa motoni wanaanguka humo, wataanguka motoni, na wapeponi wanaendelea njia yao ya kuwafikisha peponi. Nasikia, so njia ile wanaopita ni ile moja, wa motoni wanaanguka wanaingia motoni, na tunawaona ndio hawa wameingia motoni, na wa peponi wanaendelea wanaingia janna. Sasa hawa wanaoingia peponi kina nani? 43:68 Qur'ani. Biblia inakubali maneno haya. Na Biblia bado inakubali hayo. Kitabu kwa ndakuja huko. Ndio nataka kwanza, ni Qur'ani ndio nataka 43:68. Hawa kwenda peponi nani? Watu wa peponi. Hao tumeambiwa njia yao ni moja inapita hivyo. Usiwe na wasiwasi. Yaani mwenye alikuandikia angekuja yeye mwenyewe ingekuwa ni mzuri zaidi. Mwenye alikuandikia, mchungaji mwenye alikuandikia, mimi nawajua. Hao wanagusagusanga haya kidogo kidogo tunawajua. Sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hawa kwenda peponi wanaitwa nani? 43:68. Enyi waja wangu, mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Asante. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, ingieni bustanini, yaani peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Kumbe Waislamu ndio wanaambiwa wataingia pepo. Ni Qur'ani imesema. Si hata ile 19 ni ile 19 si ni Qur'ani? Sasa kabla hujaenda sana. Nipatie Wakristo wataenda wapi? Wakristo wataenda wapi? Wapi imeandikwa Wakristo wataenda hapa? Najua tukishamfuata Yesu. Sijauliza kufuata. Nimeuliza hivi. Hiyo story nyingi andiko ulijitolea mwenyewe ile ya kwanza. Mwenye maneno mengi ndio unataka kuyaleta. Nimeuliza short and clear. Wakristo vyenye mimi nimekutolea Waislamu wataingia peponi. Sasa wapi Biblia inasema Wakristo wataingia mbinguni? Acha nikuonyeshe. Na isiwe ni maneno mengi unayo kama yale. Wakristo wataenda wapi? Nipe Galatians. Wagalatia 3:29. Wagalatia 3:29. Iseme tu Wakristo wataingia wapi? 3. Hiyo ni uzao wa Ibrahimu. Unajua hata kabla hajaitwa 3:29. Kama nyinyi ni Wakristo mmekuwa uzao wa Ibrahimu. 3:29 inasema kama nyinyi ni Wakristo na kama ninyi ni wa Kristo. Zimetengana, sio kama ni wa Kristo, ni wa Kristo. Kama nyinyi ni wa basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Imeisha. Endelea. Tunaingia 4. Endelea tu. Mahali anataka ifike. Imeisha, ndio tunaingia sasa 4. Usome tu. Haya, 4:1. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angao ni bwana wa yote. 4:2. Bali yu chini ya mawakili na watunzaji. Umevuka kwingine. Hebu rudia hii. Sasa 3:29 ndio nimekwambia nimemaliza huku. Hebu soma. Ndio vizuri. Ndio nimemaliza hapo nikaingia 4. Ukasoma niendelee. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Sasa umesikia sasa. Sasa Wakristo watapata nini? Sisi Waislamu tunaingia paradise. Wakristo watapata nini? Ndio swali langu. Unataka hiyo? Kwani hausikii na nimerudia? Jamani. Kiswahili na ndio naongea Kiswahili sanifu. Nauliza kama wewe ni Mkristo utalipwa nini na Mungu? Waislamu tumeona tunaambiwa tuingie peponi. Tena tunaingia janna, yani paradise, yani malipo yetu tunaingia paradise. Sasa Wakristo wanalipwa nini siku ya mwisho? Ndio nataka, yani vitu vidogo tu kaka. Hivyo dini ya kwenda siku moja kwa wiki, Sunday peke yake. Unasema siku ya mwisho tutamea mabawa. Yani wewe binadamu utamea mabawa. Alafu tu unatulia tu hivyo, alafu unaimba nyimbo 2 3, alafu unasema mimi sasa naenda kwa Mungu. Sasa wapi Mungu amekuahidi atakulipa kitu wewe Mkristo kwa matendo yote uliyoyafanya? Kama hujaipata utauliza mchungaji. Unasema tu sijaipata nitauliza mchungaji. Hiyo nitakuletea kesho. So kumbe hii miaka yote umeenda kanisani na hujui utalipwa nini na Mungu. Hiyo utaleta kesho. Enda upigie bishop, enda upigie cardinal, alafu akikupa njoo hapa. Na wengi wananiahidi watarudi na warudingi. Hujai kufikiria labda malipo ya kesho vile inavyokuwa labda huko. Yaani ni mtu kwa mfano Suleimani, angalia mtu ati ameenda kazi, ameajiriwa kazi.
Umeajiriwa hapa na Muhindi, hapa kijiji tunaendanga hapa kwa Wahindi most of time, umeajiriwa kwa kampuni. Alafu ati hujauliza ule mwenye kuajiri mshahara mtalipa pesa ngapi? Yaani wewe umeanza tu kufanya kazi. Unafanya kazi. Hujui hata utalipwa nini. Sasa mwisho wa mwezi utaitisha nani? Wakati wewe atakwambia wewe kuna mahali tuliongea mshahara. Najua chenye italipwa. Kama unajua chenye utalipwa, itakuletea andiko kesho. Hauna saa milele. Wakristo watalipa uzima wa milele. Yes, ikipatikana utanipiga viboko 40. Kama mzinifu. Yaani wewe ukiipata utaokoka, si ndio? Hakuna kuokoka hapa duniani. Hakuna kubatizwa. Kubatizwa waliokuwa na batizo ni watu ambao walikuwa ni makafiri. Utakuwa Mkristo. Sasa nitakuwaje Mkristo? Andiko gani nasema nikuwe Mkristo? Biblia nzima andiko gani nasema watu wakuwe Wakristo? Sasa shida iko hapo sasa. Si iko hapa nimekutolea. Andiko gani nasema watu wakuwe Wakristo? Mimi niko na andiko inasema watu wakuwe Waislamu. Mnaiamini sana, inaitwa halali na haramu. Ati halali na haramu ndio inasema watu wakuwe Wakristo? Uko nayo? Halali na haramu. Mimi sina halali na haramu. Sina. Sasa wewe si ndio Mkristo? Ndio ungeniletea ambayo inaosema watu wakuwe Wakristo? Si ndio imesema, imeandikwa hivyo. Yaani kitabu ya halali na haramu ambayo ni ya Waislamu ndio imeandikwa watu wakuwe Wakristo. Lakini Biblia ya Wakristo haikuandikwa kuwa watu wawe Wakristo. Imeandikwa. Sasa wapi imeandikwa? Acha nikuonyeshe. Tuonyeshe. Yaani mbona mwenye alikuandikia ungemleta angekuwa mzuri zaidi. Shida yake anakuandikia na kusukuma. Yeye ako nje anakucheka. Yaani anakuangalia tu. Baadaye yeye mwenyewe aje. Angalia venye una struggle na simu kwa sababu alikuandikia makosa. Yaani hebu sikiza, ati alimwandikia ati vitabu vya Waislamu ndio vinasema watu wakuwe Wakristo. Vitabu vya Wakristo hasisemi watu wakuwe Wakristo. Hivyo hiyo hata inaingia kwa akili? Hebu toa. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 3:23. 3:23. Safiri hizo nyanja. Tutasoma sana. Mbona tutasoma tu? Yaani kazi ya kusoma usiwe na wasiwasi wala kifua. 3:23. 3:23, nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Sawa, sisi tunamfuata Yesu. Sijauliza mnafuata Yesu. Kristo. Sijauliza hiyo. Swali yangu nimeuliza ndogo. Wapi mmeambiwa mkuwe wa Kristo? Andiko gani nasema kuweni wa Kristo? Kwanza ni wewe unajiamulia mwenyewe. Umejibu. So Ukristo sio dini ambayo umeambiwa na Mungu wewe Mkristo. Ni wewe unajiamulia mwenyewe. Tofauti na Uislamu. Ukristo ni njia. Sawa. Hakuna mahali tumeona Ukristo ni njia. Nitakutolea, nimekwambia nitakuletea kesho. Hiyo utasema ni kesho, ni mambo ya kesho tu. Unajua, acha nikutolee, hebu nipe. Na ndio ile maneno alitoa ile andiko, mwenye maneno mingi ni yeye. Nitolee Proverbs 16:25. 16:25. Yaani kijana mwenye anakuandikia hivi anakufanyia vizuri, maana yake anakuzindua. Ini mimi nilifanya uchunguzi. Yaani 19. Ishi na ngapi? 25. Methali. Kwanza methali, anataka methali. Kwanza usiseme wewe ndio umefanya uchunguzi, itakuwa ni uongo kwa sababu umeuliza mko na kitabu inaitwa halali na haramu. Kama wewe ndio umefanya uchunguzi, ungekuja na hicho kitabu hard copy utuletee, ndio hii niko nayo. Tuiangalie. Sasa wewe ni kusikia, ulisikia kwa mtu ambaye ni mpotozaji ambaye hajui. Utakuja nayo kesho. Unaahidi hao Wakristo utakuja nayo. Iwe kwa simu iwe kwa redio utakuja nayo. 19. 25. Si ndio? Methali. Methali. Mpiga mwenye mzaha na mjinga atapata busara. Mwenye ufahamu naye atatambua maarifa. 16. Sio nimesema 19. 6. 16:25. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa umesikia? Sasa hii njia ya Uislamu wewe kwako unaona ni njia, lakini mimi nilikataa, si njia iliyonyooka. Kukataa kwako haifai. Watulia kidogo, twende polepole. Twende polepole. Kuona kwako haina shida. Uislamu itabaki ni njia ya Mwenyezi Mungu na ni haki. Uone usione, hiyo ni kutaka kwako. Na Ukristo wewe umeniambia utakuja kunipatia kesho kama ni njia, kwa sababu haijaandikwa. Ukipata tu nimekuambia utanipiga viboko hapa. 40. Unajua nasema hivyo kwa nini? Hebu nipe Qur'ani 3:19. Qur'ani 3:19.
Mashaallah. Huyo alikuandikia alikuvuruga huyo. Hizo nyanja. Yaani mwenye amekuandikia. Yaani amekufuruga kabisa. Afadhali ungemlete mwenyewe. Mimi ndio niliandika. 3:19 Al-Karim nasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na hata kabla hujamleta mimi najua unamsikiza nani. Najua kila kitu najua. Tulia, acha asomewe. Inasema bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Asante. Sasa hii Qur'ani sio Mungu aliyoianzisha, ni Muhammad aliyoianzisha. Sasa yeye anapigia debe nini dini yake. Sawa. Na watu wa kwanza waliosimamishwa. Aya, ngoja kabla hujaenda kwa mali. Aya imesema bila shaka dini ya kweli, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wapi Muhammad amepiga debe hapo? Yes, ndiye anasema hivyo, sio Mungu. Anayesema hivyo ni malaika Jibril, amemletea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno ya Qur'ani. Hasemi isipokuwa ni wahi 53 Qur'ani. Yaani mwalimu aliyekufunza ungemleta mwenyewe, ningemnyoa pole. Tulia kwanza, nikuonyeshe. Muhammad hasemi. Muhammad azungumzi kwa matamanio ya nafsi yake. Sikiza 53. Lau ungeleta huyo mwenye kukueleza hayo, ningemnyoa pole taratibu. Yaani pole tukimsikiza hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu wigerema na mwenye kurehemu. Wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Sikiza, hasemi kwa matamanio ya nafsi yake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayakuwa haya anayosema hii dini ya Uislamu, hii dini mbele ya Mwenyezi Mungu, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hayawi haya anayosema, ila ni wahi, yani ufunuo uliofunuliwa kwake. Kumbe Muhammad hasemi isipokuwa anapofunuliwa. Analetewa kitu inaitwa revelation na kizungu. Sawa? Manabii wanaletewa revelation. Ndio akatuambia Uislamu ndio dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Na tangu karne ya 7 ametangaza, hakuna hata Mkristo aliyesimama akasema Ukristo ni dini ya haki mbele ya Mungu. Hamna. Wala Biblia ilisahau kuandika. Hapa nimesikia ukisema hata akina Musa au manabii wote walikuwa Waislamu. Musa alikuwa Muislamu. Qur'ani manabii wote walikuwa na roho wa Kristo. Sasa Muhammad peke yake ndio alikataa kuwa na roho wa Kristo. Ngoja kidogo. Naona mwenye anakufunza pia naye amechanganyikiwa. Ukisema tulia kwanza kidogo. Ukisema Kristo maana yake nini? Kristo si ni Yesu. Sasa hiyo ndio makosa. Wewe hujasoma. Lete Biblia nimuonyeshe Kristo nani. Kristo si Yesu. Hiyo ndio matatizo. Wewe unadandia kipofu akuongoze na huyo ni kipofu. Kurasa 282 muonyeshe neno Kristo ni nini maana yake. Pole sana kijana. Yaani nakuhurumia kwa sababu mwenye anakufunza pia kipofu. Kristo sio Yesu. Kristo ni nini? Sikiza. Neno hili Masihi. Muonyeshe vizuri aone. Ati uone. Neno hili. Yaani una macho, wewe uone. Nataka neno hili. Hii ni Biblia, wameweka commentary, wanakueleza neno Masihi ni ili tujue neno Kristo ni nani na ni nini. Sikiza. Kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ili amfalme au kuhani au nabii. Kwa Kigiriki kwa Kiyunani ni Kristo. Kumbe Kristo sio jina la mtu. Kristo ni jina la sifa. Ni cheo. So hata rais wa Kenya akienda kwa Wagiriki watasema Kristo amekuja. Kwa nini wanatumia hiyo jina? Kwa kumuita mfalme au kumuita kuhani au kumuita nabii. Kwa sababu ni mfalme wa nchi. Sasa huyu ni mfalme wa nchi, wakimuona watamuita Kristo. Wagiriki. Kwa hivyo nyinyi akienda kwa Wagiriki ataitwa Kristo. Ndio hiyo, kwa sababu ni jina linatumika na Wagiriki peke yake. Sasa nyinyi Waislamu si mnaamini wa Kristo ni wafuasi wa Yesu, si ndio? Ati sisi nyinyi Waislamu mnakubali Ukristo ni yaani wa Kristo ni wafuasi wa Yesu. Anauliza swali moja ya mwisho ndio tumalize na hiyo. Anauliza swali nzuri sana. Tena tulieni, tena swali nzuri ya mwisho. Anauliza, je, nyinyi Waislamu mnaamini kuwa Yesu mnaamini kuwa wa Kristo? Umeuliza tunaamini kuwa wa Kristo ni wafuasi wa Yesu. Anauliza kama tunaamini wa Kristo ni wafuasi wa Yesu. Lete Biblia imprimanto. Nataka imprimanto tuangalie. Anauliza
Maana lazima tumsomee. Wewe tulia, tunakusomea kama tunaamini 11:26 Matendo ya Mitume, piga fanusi yake tuone hao Wakristo walitoka wapi, ndio sisi Waislamu tuone kama tutaamini. 11:25 Matendo ya Mitume. 25 Matendo ya Mitume nasema. Yaani nakuomba kesho ungepata huyo mwalimu wako uniletee, ingekuwa vizuri, badala nikukandamize. Wewe ndio mwalimu. Haya, sikiza kama tunaamini Wakristo sasa. Wakristo maana yake ni wafuasi wa Kristo. Sikiza, na wewe umeniuliza kama Waislamu tunaamini Wakristo ni wafuasi wa Kristo. Tunaambiwa Wakristo ni wafuasi wa Kristo. Hebu tuulize hiyo jina ilitoka wapi ya Wakristo? Malizia. Hilo ni jina la kupanga lilotumia wapagani wa Antiokia. Kumbe Wakristo ni jina waliopewa na wapaga. Mia hiyo sijasikia vizuri. Hatujasikia, kwani masikio yako imefungwa? Rudia pole pole asikie. Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Wakristo maana yake wanasema ni wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga. Hilo ni jina la kupanga, mtu kuitwa Mkristo ni jina la kupanga. Walotumia wapagani wa Antiokia. Kumbe ukiona mtu anaitwa Mkristo alipewa hiyo jina na wapagani ni akina nani? Wapagani kina nani? 3:13 wa Galatia, piga fanusi yake hapo. Pagani hao kina nani? Si utawaona? Mbona kazi rahisi. 3:13 hapo nipigie fanusi yake, ndio ya mwisho, ndio tunamaliza. Ndio tunamalizia hii 3:13. Nataka unipigie fanusi yake hapo. Acha twende 17 kabisa mwalimu. 17, 3:17 fanusi. Mungu alitoa ahadi kwa babu za Israeli. Mungu alitoa ahadi kwa babu za Waisraeli bila kuwadai kushika Taurati. Asante. Wayahudi usadiki hakuna wokovu ila kwa kushika Taurati. Kwa hivi walitaka kuwashurutisha Wakristo wapagani. Kumbe Wakristo ni hapana, si wapagani. Kwani mimi nimeandika? Hii ni mwandiko yangu hii. Hii ni mwandiko yangu. Hii ni Biblia, si ndio? Hii Biblia. Hii ni Biblia. Ngoja wewe usije ukakataa Biblia. Hii ni Biblia takatifu. Mimi nimeandika Biblia takatifu. Na hii nikiangalia maandiko kwa hii Biblia. Sina habari mimi. Hii Biblia takatifu. Mimi nimeandika Biblia. Ngoja kaka. Hivi mimi ukiniona mimi ni mwandishi wa Biblia? Usije kutana na hii. Kwa sababu wewe hujasoma. Waandishi wake ndio hao, simu yao ndio hii. Kenya na Bible Society of Tanzania. Sasa mimi sijaandika Biblia. Hii Biblia inasema Wakristo ni wapaga? Hapana, si wapagani. Kwa sababu wewe unaikataa Biblia. Haya, ndio kesho mapema inshallah. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kesho mapema. Wewe kwanza umeniambia ni mwalimu.